الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. Al-ikhwata as-sada, walimu wangu hapa mbele na mashekhe wote mliohudhuria, wazee, waumini nyote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa napenda kuwapongeza vijana wetu ambao wametufikisha hapa katika jambo hili kubwa la kheri, na kama ambavyo pia napenda kuzipongeza familia zilizounganishwa na vijana wetu hawa katika jambo hili ambalo ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamii ya Waislamu ikitaka kutengeneza umma madhubuti, umma wenye nguvu, umma unaoweza kupambana na maadui, umma imara, ni lazima ianze katika kuitengeneza familia. Familia ikitengemaa, umma wa Kiislamu utatengemaa. Kwa hivyo mahala pa kuanzia kujenga umma wa Kiislamu ni katika familia, na familia imara madhubuti ni ile familia ambayo imejengwa kupitia mlango wa ndoa. Kwa hiyo ndoa ndio mlango sahihi wa kuijenga familia. Kwa maana hiyo ndio sababu maadui zetu walipotaka kupambana na umma wa Kiislamu, kwanza walibomoa familia, walivunja familia, kwa sababu ikiwa familia sio imara, umma wa Kiislamu hauwezi kuwa imara. Tunachokishuhudia sasa hivi ni moja katika jitihada za kujenga umma. Ndio utaona kwamba ndoa katika Uislamu sio kuungana kwa vijana wawili tu waliopendana, lakini vile vile ni kuunganisha zile familia mbili, ili kuanzia pale umma wa Kiislamu uweze kukua. Kwa hivyo jitihada za kuvunja familia zinalenga kuuvunja umma, na katika kipindi tunachoishi sasa hivi, familia imekuwa sio ile familia ambayo tulizoea katika zama za wazee wetu. Pamekuwa na njia nyingi za kutengeneza familia bila kupitia mlango wa ndoa. Watu wanaweza kukusanyana, wakakutana, wakachukuana, wakaishi kama mume na mke, na mambo haya yanaanza kuzoeleka katika jamii zetu. Sasa hivi watoto wa kike wamekuwa hawajali ndoa. Wanaweza kujali kuwa na mtoto, lakini hataki kuwa na mume. Lakini vile vile jitihada za kimagharibi katika kuhakikisha kwamba
mwanaume anaweza kuishi maisha ya ndoa bila ndoa, wametupa badili nyingi sana. Ndio sasa hivi mtaona jitihada za wanaume na wanaume kuolewa, kuoana, wanawake kwa wanawake kuoana. Utaona sasa hivi mpaka roboti sasa zimetengenezwa kwamba wake mtu anaweza kuoa, ili mradi tu kwamba hii nyumba na taasisi inayoitwa familia iporomoke. Na mambo haya yana historia, yameanza zamani, yameanza mbali, tangu mapinduzi ya viwanda katika nchi za Ulaya. Mwanamke alipotolewa nyumbani akaambiwa aende na yeye kutafuta, nyumba ikabaki uchi, ilikuwa ni mwanzo wa kuhakikisha kwamba familia inakosa